mata ala ghairi millatil Islam. Babangu na mamangu wamekufa kwenye mila kwamba si Uislamu. Kisha akasema maneno makali, saufa aqifu amama rabbil alamin wa aqul, tasimama mbele ya Mwenyezi Mungu niseme, khudh haqqi min haula'i muslimin alladhina namu an tablighi dinihim. Mwambie Mwenyezi Mungu, hawa ndio waliosababisha Waislamu, hawa ndio waliosababisha sisi kuukosa Uislamu, hawa Waislamu. Kwa hivyo kuna matatizo yote yana haki mabadiliko hawa Waislamu sisi. Niandika kwenye kitabu hiki baada ya kuslimu, akasema maneno haya, saufa aqifu amama rabbil alamin wa aqul, tukua haki zetu ya hawa Waislamu, kwa sababu lidala mambo yatabili kukisha Waislamu wanakuwa hawako nayo. Na tabana taona mwalimu alijitahidi kwa upande wake na mwingine, lakini natija pengine tunasema ni chache mpaka sasa, kwa sababu hatufahamu ni masuala ya kila mtu. Na tutashiria kwenye hadithi moja mbili, tutaona ni masuala ya kila mtu, masala ya dawa, si masala ya mwalimu au shehe peke yake. Fungue na aya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ud'u ila sabili rabbika, lingania watu kwenda kwenye Uislamu. Hii ni wujub al-kifai. Kuita watu kwenye Uislamu ni wajib kifai, ni faradhi ya kutoshelezana. Lakini sasa hiyo faradhi ya kutoshelezana kuna wakati ni mpaka kupatikane huku na huku, ndio ile faradhi ya kutoshelezana katika siku mmoja peke yake. Mwalimu kwa tayari atakwenda Kigoma, atakwenda Kirisho, atakwenda Kapenguri, mwalimu atakwenda na uli ya kwenda Kisauni hana, ndio taamala kwa nani. Siku hii pia mwalimu ndo ana dauri yake, huyu mwenye elimu tajiri ana dauri yake, na mufakihun watu Mwenyezi Mungu mafakiri pia ana dauri zao katika kuwakuta watu kwenye Uislamu. Si wale wenye kuhubiri Biblia pekee, hata kuhubiri Biblia speaker. Kwa hivyo ni masuala mustaraka, kila mtu ana sehemu yake, na kila mtu ataulizwa kwa namna Mwenyezi Mungu alivyompa ule uwezo, alitekeleza hakutekeleza. Mwalimu ana dauri yake, tajiri ana dauri yake, mwenye akili naye ana dauri yake katika kuhakikisha kama huyu msichana huyo kama tunasema baada ya kusilimu, kama hueleza hawa Waislamu ndio waliosababisha mamangu na babangu kukosa Uislamu. Ni mengi haya. Ud'u ila sabili rabbik, lingania watu wende kwenye Uislamu bil hikma bil maqala as-sahiha. Kusoma, kwa sababu bila kusoma badala ya kutengeza utaharibu wewe. Patikana hikma katika kuwakuta watu. Mwangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumia njia gani, masahaba, tabi'in, bil hikma wa dalila ambazo kwamba zilizo wazi zenye kuleta haki na kuondosha shubha, wal mau'izati hasana, na mawaidha mema. Mawaidha mema ni yapi? Ni ambayo kwamba yule mwenye kunasamiwa, ikiwa ana akili atatambua huyu lengo lake ni kuitoa mimi katika ujinga, si ushindani. Sio kama leo ni ushindani kwenye kupimana nguvu. Mimi najua hadithi sana, mimi hodari kwa mastalahi, mimi hodari kwa balagha na
falsafa na mantiki, lakini lengo ni yule kwamba hajui au katika ukafiri mpaka afahamu yeye huyo lengo lake kubwa ni ataka kuniokoa mimi, kunitoa katika upotevu na njia ya motoni na kunielekeza katika njia sawa. Ndiyo walmau'izati hasana, kwa Qur'ani, kwa maneno laini, kwa hili na hili, kwamba kila sampuli ambazo kwamba zitatumika katika mawaidha yetu katika kuwavuta watu ili waje katika Uislamu na watupe yale makosa. Wajadilu billati hiya ahsan, na mjadiliane nao. Kitu mjadala kiko kwenye Uislamu, sio kwa hakuna, lazima upatikane mjadala. Ndio upenda sana nasafi kwa kiko lazima kipatikane, lakini wajadilu billati hiya ahsan, mjadala uweka kwa nini ndia nzuri katika kujadiliana ndio tumiki kwa upole, kwa ulaini, bila ya kutukanana, bila ya kutumia lugha za kikejeli. Lakini leo sisi sivyo mambo yanavyo kwetu. Wewe kabla hujamuita mtu kwanza usamtukana wewe, atakubali namna gani? Hata aambiwe wewe kinasihi mtu mbele za watu umemfedhesha, hakubali. Unasikia mtu kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule mbegu yule mmoja Mtume ya Muhammad, toa mali yako sinini kwa lugha ngumu. Masahaba wakasirika, Mtume akampa, kamuita kando, akampa, kimekutosha. Naam, Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye wale jamaa walikasirika, sio manongolini huko, mkaanza vita, nitakuuliza mimi. Akasema Mtume kumuuliza vipi? Akasema naam, umefanya vizuri. Kisha mpaka kusema Allahumma ighfirli wa Muhammad, nisamehe mimi na Muhammad. Tunataka kwa nini kwa toba ni mkubwa umekufunga? Akasema naam, hata unipiga tasema vitu gani ule uzuri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwavuta mpaka maadui wakaka wenye kumpenda kwa lugha nzuri. Ni mafundisho ya Qur'an, hadi mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Isiwe mjadala wetu kwa mtu kwamba wengine tusikizani pengine hakifahamiani, kabla ya kuanza ni kutukanana, kutukana na kuturudisha. Unataka kufahamiana na wewe unataka, na lengo ni kumtoa katika matatizo, lengo si kumzidisha katika matatizo. Wajadilhum billati hiya ahsan, na ule mjadala uwalipandia kwamba ni ahsan, nzuri zaidi, si hasan, nzuri zaidi. Kia tafsiri tena tuziona hapa ndani mafundisho tunafundishwa katika dawa mpaka kwenye jihadi, ukaziona na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama tunaposoma hapa hadithi tunaona mpaka kwenye jihadi Mtume sallallahu alaihi wasallam namna anapofundisha uzuri wa kutangaza Uislamu mpaka kwenye jihadi. Tuende kwenye hadithi kisha tutakuja tuyaone haya katika hadithi ya kwamba leo nimezichagua zote ni kwenye Riyadhus Salihin, al-Imam an-Nawawi rahimahullah, na mwenyewe anawaambia kwamba zote hadithi zangu ni sahihi. Kwa hiyo zote ni sahihi. Kwa maana kwamba sahihi, na Nawawi amekufa akiwa na miaka 46. Kwa miaka mimi sasa ninapita kwa miaka 10. Atuambia kwenye hadithi ameandika mwanzo hadithi imepokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwambia Sayyidina Ali, fa wallahi la apa kwa Mwenyezi Mungu, la an yahdi Allahu bika rajulan wahida, Mwenyezi Mungu kumuongoza mtu mmoja kwa sababu yako, khairul laka min humrin na'am, ni bora kuliko kundi la ngamia. Weka na kundi la maji tukufu kwa
moja mbili tatu, kwa sababu lengo kubwa tunataka tufahamu kama ile zote siwali aliyopokewa na Imamu Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Mtu mwenye kufahamisha katika kheri, basi ana malipo kama yule mwenye kufanya naye. Wewe umetusilimisha mtu, wewe kila mambo unalofanya na wewe una fungu lake. Hata ni wewe ile mungu sasa yule alikwenda kutaki Masri au Daas, alitaki Masri na alikwenda kutaki Masri wala kutaki Masri kama sawa Abu Daas. Tusikiza kisikia Dr. Juma akieleza tatizo yake nayo iliyotokea, akasema lakini jamani, tusiangalie upande mmoja. Leo Misri yote watu Uislamu waliopata kwa sababu ni yeye. Taziona vitu kama hizi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Itakungawa zikaanza wewe kafahamisha mtu sababu ya kumsilimisha na mengineyo. Uende kwenye hadithi iliyopokewa kwenye Imamu Muslim kutoka kwa Abu Hurairah, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Mwenye kulingania watu katika uongofu ana malipo kama yule mwenye kumfuata. La yanqusu dhalika min ujuri, hakupunguziwi malipo yao. Wa man da'a ila dhalala, na mwenye watu katika upotevu ni hivyo kana alayhi ithmi mithlu athami man tabi'ahu, na ana dhambi kama yule mfano. Leo mwanadamu ulimwenguni katika swala, katika somo, katika zaka, katika hija, katika kusome huko ulimwenguni ile miaka elfu, na ikiwa upotevu ni hivyo hivyo. La yanqusu dhalika min athami shay'an. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi ambayo kwamba imepokewa na al-Imam al-Bukhari na Muslim katika siku ya Khaibar, ikawa bado hakuja kutahiwa, hajakuja kutahiwa, akasema la u'tiyanna ar-raya radan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi. Kesho mbele kama mtu ambaye kwamba fathi itapatikana mikononi mwake. Fathi muftahi au Khaibar utapatikana mikononi mwake. Yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasulahu. Dia apenda Mungu na mtume, na Mungu na mtume apenda mtume. Si ulize kwa sababu wanakupa kupendwa na Mungu na mtume na kufurahi, kila mtu akawa tamani alimjee. Fabada nasu yakukuna ila tawatu usiku mzima. Sasa ni vikao watu zungumza, tapewa nani, tapewa nani. Kila mtu akizitaka hii daraja, yeye ampenda Mungu na mtume, na Mungu na mtume ampenda yeye. Ayyuhum yu'ta, nani atapewa. Falamma asbaha an-nasu ghadaw ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, watu walipoamka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yarju an yu'ta, kila mtu ataraji apewe. Tunasema aina Ali bin Abi Talib, Mtume wa bana akifanya kitu anayezibu ni amri ya Mungu, sio kwa imani yake amewapeleka basi alitendelea. Isifahamike hivyo kwa Mtume hakuna vizuizi. Aina Ali bin Abi Talib, yuko wapi Ali bin Abi Talib? Faqila ya Rasulullah wa yastaki aina. Na kuna wakati Mtume alimpa Usama bin Zaid bin Dira, na kuna masahaba kubwa tumemjeri,
uko wapi? Akasema huwa yashtaki ainaihi, aumwa na macho yake. Faqala fa'asul mleteni. Fautia bihi, akaletwa kwa Mtume. Faqasada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akatema ile maji membamba kwenye macho yake. Wa ta'alahu fabala, kamwambia Mungu pale pale kutulia. Hatta kaana yakun bihi waja, hatta kama alikuwa ana ugonjwa huu. Fa'atahu ra'at, tampa bidea. Sayyidina Ali alipopewa bendera akasema, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana, nikapigana na wao mpaka wawe kama sisi. Kabla kwenye vita auliza namna ya kwenda. Kabla kufanya mambo tuulize, tujue kufanya vipi. Ndio hatukohalimu. Sayyidina Ali ndio auliza, je, tupigane nao mpaka wawe kama sisi? Mtume atoa risala, umfudha ala rizqi. Tunamwambia nenda taratibu, sio na haraka, usiwe na moto katika damu yako, kuwa mtulivu. Wakati na kulingana na wewe wenda kulingana, utapatikana mambo mengi sana. Tapata wenye kutukana, tapata wenye kupiga, tapata wenye kuambia ni mganga, ni kadhaa, ni kadhaa. Kwa hivyo umfudha ala rizqika, kuwa mtulivu, nenda taratibu. Hata tanzila risaati, mpaka upelekee kwenye makawata yao. Kitu cha kwanza, thumma du'u ila al-Islam, walinganie kwenye Uislamu, walinganie kwenye Uislamu. Na hii kufundisha yale, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru. Firauni ni yule layyina la'allahu yatadhakkaru au yakhsha. Walinganie kwenye Uislamu, wa akhbiru bima yajibu alayhim min haqqillahi ta'ala, ueleze na haki ya Mwenyezi Mungu kwao. Fa wallah, naapa kwa Mwenyezi Mungu, la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri ni'am. Kuongoza mtu mmoja ni bora kuliko kundi la dunia. Ona, sidhani kabla ya dawa, kabla ya kuingia kwenye uwanja wa vita, auliza namna ya kufanya. Kwa hivyo kabla ya dawa tuulize dawa tunafanya vipi, tuulize wale majuzi. Mtume ni mjuzi, aliulizwa ndo akafahamisha kwa huyu Uislamu kadhaa, ikaenda tena. Si kushambulia, si kutukana, si kuwapigeni wale makafiri, hawa ni kadhaa. Kisha tukimalizia kwenye hadithi ambayo kwamba tunasema dawa ni masuhulia ya kushirikiana, tuiangalie hadithi. Hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim kupitia kwa Sayyidina Anas, anna fata min aslama qala, kuna kijana katika kabila hilo la Aslama alisilimu, akasema, ya Rasulullah, inni uridu al-ghazwa, mimi nataka kwenda kupigana vita. Walaysa ma'i ma atajahadu, sina mimi uwezo vita kupigana vipando vya kula. Nataka kwenda mgomo makafiri ya wapi kwenda kufanya dawa mimi. Tunamwambia keti, tunamwambia iti fulana fa innahu qad kana tajahaza famarika, kuna fulani alifanyaangalia chakula kibando hiki amekuwa ni mgonjwa, amefungika, hatoenda tena. Mwendee umwambie, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salam, Mtume akusalimia. Wa yaqulu, nakwambia, a'tini alladhi tajahhazta bihi, kile umejiandalia unipe mimi. Wewe tajiri, umefungika, huwezi kwenda, au kuhitajika ni mwalimu, itatosha kwenda. Kwa hivyo Mtume akwambia, salamu za Mtume ni hizi,
yukhrijuka salam, Mtume kusakiria kisha kwamba atini alladhi tajahazani, kila kwa kwamba umejiangalia wewe, kwa sababu uko kwenye dawa wewe, umefungika, ni mgonjwa, huyu mgonjwa ndio unamzuia, mwingine mamake, mwingine hivi. Kwa hivyo kuna mambo yamefunga, na hii ni wajibu wa kifaya kuchezana. Huyu mwalimu aweza kwenda, kwa hivyo salamu za Mtume, baada kupewa salamu za Mtume, atini alladhi tajahazani, kile umejiangalia, mpe huyu mwalimu atakafanya dawa. Hii ndio maana yake. Fakala kasema ya sahaba ya fulana atini alladhi tajahazani, nimejiangalia, mpe huyu, umetuma na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala tahbisi minhu shay'an, wala usizuie hata dhululu moja. Fa wallahi, hapa kwa Mwenyezi Mungu, la tahbisina minhu shay'an falyuqala laka fi, utuzuie chochote ukabarikiwa. Tukisema masala ya dawa ni masuhulia ya kila mtu, kisiangalia hizi hadithi na mnazidika mwenye kwenda na elimu yake, na huyu mwenye chake, mwenye huyu hapa, ndio tutakuwa tunaweza kujitetea mbele ya Mwenyezi Mungu tukishtakiwa na yule kwamba tumeeleza katika maana yake, sawfa aqifu amama rabbil alamin wa aqul khudh haqqi min haula'i almuslimin alladhina namu an tablighi dini. Kwa hivyo mwalimu ikiwa amejitolea na tajiri amejitolea, mambo mengi, mwalimu ataka kujitolea, hawezi kwenda, ataweza kujitetea. Tajiri pesa hizi, mwalimu anataka kutoka Nairobi na Mombasa, kule kuna mbu, kuna mta mgumu, hali masana wale kwamba itakwenda biashara na kuulizwa bila Mwenyezi Mungu. Huyu ni mtu waqiia, akieleza maneno haya yametoka kwenye nchi ambayo sasa Kiislamu akirajika, ndio kama nakundi la tablighi bakamlingania kwa Muislamu, kisha ndipo aliposema maneno haya, na yameandikwa kwenye kitabu hiki kwa tukisoma, yasababisha leo tukumbushane, kwa kuwa masuhulia ya dawa si mwalimu wa madrasa peke yake, kila mtu yuko ndani kulingana na Mwenyezi Mungu alipomruzuku na kumpa kila alichompa. Siku shahidi na kanisa maqala fayatabuna sana, huyo Mwenyezi Mungu wa dawa. Mwenyezi Mungu atupe ilmu nafi'a, Mwenyezi Mungu atujalie ni duaati wenye kulingania kisawa sawa. Mwenyezi Mungu atupe hikma, turuzuku mawaidha hayo hasana, ili sababu kwa kutawatu kuupenda na kukubali Uislamu. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. اللهم إنا نسألك علما نافعا وخلقا خاشعا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اغفر لنا ولجميع أمة سيد المرسلين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله السماوات ورب الأرض والعرش الكريم. صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسنتم وجزاكم الله خيرا.